Uliongea na wanasheria, unaweza ukaanza kuomba msamaha hapa kama minority. Dakika 10 kama wengine. Asante sana. Naomba msamaha. Manake ukiambiwa uombe msamaha, omba, alafu utajulishwa kosa lako baadaye. Kwanza niseme nina furaha sana kwamba nimeweza kukaribishwa kwenye mkutano huu. Kwa maoni yangu, nadhani mkutano huu ni mkutano muhimu sana, kwa sababu unajadili hatima ya nchi yetu. Hatima ya nchi yetu. Kwa hiyo nikikaribishwa kwenye kujadili hatima ya nchi yetu, nadhani ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na waandaji. Nilipokuwa najiandaa kuja kwa ajili ya kuzungumza hapa, nilipata shida sana kwa sababu mbili. Moja, nilihisi, na imekuwa kweli, kutakuwa na utajiri wa wazungumzaji mawakili, na imekuwa ni kweli. Kwa kawaida nikiwa najadili uchaguzi huwa na chimbua vifungu kwa vifungu, kifungu kwa kifungu, mtakuwa mashahidi. Leo sitafanya hivyo sababu muda sina, lakini vifungu tayari vimechimbuliwa hapa. Kwa hiyo mimi nimeamua nifanye kazi ambayo huwa naifanya huko ninakopatia mkate wa kila siku. Mimi ni mwalimu na kwa mshangao nafundisha diplomasia. Kwa hivyo nimeona nifanye sehemu ndogo tu yale niliyojiandaa ili muda utoshe, na kwa sababu kwanza watu njaa imeanza kuuma. Nilipojiandaa, nilijiandaa kwa mada inayosema kwa Kiswahili, kama uchaguzi unahitajika ufanyike kama kawaida, basi nini cha kufanya? Yaani mimi nilipewa ule msalaba wa kwamba nitamke kwamba uchaguzi uendelee tu. Hii mada ngumu sana hii, mnajua katika hali ambayo kuna mjadala wote huo. Kibamba nilipewa mada inasema uchaguzi, ili tukiassume unafanyika kama kawaida, basi mambo gani yanatakiwa yafanyike. Nami nimefanya huo mtihani vizuri. Nimejiandaa, nimesoma sheria, katiba yetu, katiba ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria ya INEC, sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi, na hapo nasisitiza. Nikabaini mambo yanayotakiwa yashughulikiwe kati ya sasa na uchaguzi ili uchaguzi ufanyike. Ni mambo 97. 97 ninayo computer hapa. Sasa 97 nisingeweza kuongea hapa. 97. Zaidi ya nusu ya hayo, mambo 50 katika kompyuta yangu, ni mambo ambayo hayahitaji mabadiliko yoyote ya katiba wala sheria. Yaani kwa hali tu tulionayo hii, tunaweza kubadilisha vitu, utaratibu wetu, utamaduni wetu. Kuna utamaduni pia. Kuna watu wana utamaduni ambao haujaandikwa popote, lakini wakuzuia. Sasa mambo 50 yanaweza kurekebishwa bila kurekebisha sheria. Lakini yale mengine yanahitaji uguse katiba au uguse sheria. Sasa nimeona hata hayo mambo 50 mengi mno, siwezi kuyazungumzia. Nimeamua nichukue moja tu, ndo nitazungumza na nyinyi. Moja tu, lakini hilo moja ningeweza kuzungumza siku nzima. Kwa sababu mtakubaliana na nyinyi na mimi kwamba uchaguzi, mambo yanayolalamikiwa, hata no reform no election, mambo makubwa karibu 90% yanagusa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Yaani ule usimamizi, yaani ile mambo ya referee, utakuta ndio mengi malalamiko yako hapo. Sasa mimi nina uzoefu kidogo wa kuangalia uchaguzi. Nimezunguka kwa kweli. Nimezunguka. Mwaka huu kama nitakuwa hai na kama uchaguzi utafanyika hapa, nitakuwa nimeangalia uchaguzi wa 41. Kwa hiyo si haba. Ndio nimeona niwashirikishe nini kifanyike kuhusu tume hii, referee,
basi ni nyamaze. Moja, dhana ya uhuru wa tume kama inavyozungumzwa kwenye katiba ibara ya 74 ni dhana inayochezewa. Ipo, imeandikwa vizuri kabisa, lakini interpretation yake inachezewa, na wachezeaji wa kwanza ni tume wenyewe. Hivi nani amekwambia maana ya uhuru wa tume, independence drafters wa ibara ya 74? Nani alikwambia maana yake tume izibe masikio isisikilize jambo la mtu yeyote? Ndiyo intention of the drafters kweli? Ndio ilikuwa intention hiyo? Tume haisikilize la mtu. Sasa hivi baadhi ya practice, mimi kwenye uchaguzi nimekuwa observer kwa miaka mingi, lakini nilikuwa mtumishi wa tume. Mimi mnainiona, nilikuwa msimamizi wa uchaguzi mwaka 95. By far, na tume wananisikia, by far mambo mazuri yaliyofanyika mwaka 95 leo hii yanakiukwa na tume hii. Wala huhitaji kubadilisha sheria, interpretation tu. Niwape mifano miwili kwenye hilo. Hivi unapotengeneza kanuni fulani, wewe tume, bunge limetusaidia, limetusikiliza kilio kwamba tume haikuwa huru kwa miaka mingi, uhuru wa kibajeti, uhuru wa kimaamuzi. Kwa hiyo bunge, ingawa tunasema INEC limebadilika jina tu, INEC kuna kauhuru kamekuja. Niwaambie, kwa sheria ya bunge mpya ya INEC, kanuni sio kazi ya waziri. Kanuni siku zote si kazi ya waziri. Ndugu wanasheria, kanuni za sheria siwa ni kazi ya waziri, isipokuwa kanuni za uchaguzi. Kanuni za uchaguzi ni kazi ya tume. Hivi hamuoni kwamba kuna mabadiliko yametokea? Sasa badala ya kuwa jambo zuri tulilinasua kanuni zisiwe kwa waziri, tuikabidhi tume ili tume iwe tume huru. Sasa tume inatunga bila kushirikisha mtu yoyote. Mnaona shida ilipo hapo? Kwa hiyo wao interpretation ya uhuru wa tume ni kutomsikiliza mtu yoyote. Kanuni za maadili watu wamelalamika. Kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani watu wamelalamika. Walifloat ile tangazo Disemba katikati. Halafu wakasema mwisho wa kupokea maoni tarehe 30 Disemba. Hivi hawa wanania nzuri hawa? Disemba katikati, halafu wanasema mwisho deadline ni tarehe 30 mwezi Disemba. Watu wako likizo. Mimi nimechimbuka zile kanuni, chimbuka we, soma. Ngurumo unakumbuka? Tumepeleka maoni. 0 hawakuchukua kitu chochote. Sasa ulitangaza unataka maoni kwa ajili ya nini? Kuna kanuni tume imeandaa, kanuni za reporting ya mambo ya uchaguzi. Waandishi wa habari, tume mbalimbali. Ninasikitika kwamba serikali tulio nayo, badala ya kuchukulia maoni ya wananchi kama mtaji, kama faida, inachukulia maoni ya wananchi kama vurugu. Yani wanaona mnawachelewesha. Yani ukiwa unapeleka maoni, wanaona mnafanya nini? Mnawachelewesha. Hoja yangu ya kwanza ni kwamba dhana ya independence ya tume huru ya taifa ya uchaguzi inachezewa, na hiyo inahitaji watu wabadilishe tu hiyo arrogance. Haihitaji kubadilisha sheria. Hilo la kwanza. Hoja ya pili, katika hoja hiyo moja, mimi nitatoa hoja moja tu, yani nazungumzia jambo moja tu, tume. Hoja ya pili, kuna uvunjifu wa katiba ya Tanzania ibara ya 74:14 pale tume unaendelea hivi tulivyotulia. Kuna uvunjifu. Ibara ya 74:14 iko hapa. Inasema kwa ukali, itakuwa ni marufuku. Hivi katiba ikisema itakuwa ni marufuku, hicho kitu utafanya? Katiba ya nchi itakuwa ni marufuku
kwa watu wanaohusika na uchaguzi kujiunga na chama chochote cha siasa. Sasa tafsiri ya kisheria president inaposema kujiunga, sio kwamba hutaruhusiwa kujiunga ukishakuwa tume. Inakukataza usiwe mwanachama, si ndio maana yake jamani? Ndio tafsiri ya kisheria. Sasa pale tume pana watu sio tu wamejiunga na vyama vya siasa, sio tu kwamba wana kadi, wanajulikana na kila mtu nchi hii kwamba waliwahi kuwa na hawajaacha vizuri. Katibu mwenezi, katibu wa halmashauri kuu ya taifa, itikadi na uenezi, mafunzo yalikuwa hayajawekwa, wa Chama cha Mapinduzi, yuko pale ni kamishna wa tume. Yuko pale ni kamishna wa tume. Sasa alikuwa waziri, alikuwa katibu mwenezi. Huyu ndugu zangu, mnaamini atakuwa ameacha kujiunga na chama cha siasa? Ameacha lini kwa mfano? Natoa hoja. Kwa kila hoja yangu napendekeza, na shauri, kwa kuwa huo ni uvunjifu wa moja kwa moja wa ibara ya 74:14 ya katiba ya Tanzania, mamlaka yake ya uteuzi itengue ujumbe wake wa tume kati ya sasa na kabla ya uchaguzi mwezi Oktoba. Si nimeomba? Naomba mamlaka yake itengue. Hii ndio sababu kubwa kwa uzito inayoweza kuchukuliwa kutengua uteuzi wa mjumbe wa kamishna kuliko zile zinazoelezwa humu, afya, sijui nini, ukishindwa kutekeleza majukumu. Kwanza ni sehemu mojawapo, kwa sababu inasema moja ya sababu mjumbe wa tume, kamishna, anaweza kapoteza nafasi yake ni endapo itabainika kuwa amepoteza sifa. Endapo kama kwa hali ulionayo sasa ungekuwa hujateuliwa, usingeteuliwa. Natoa hoja hapa. Na muomba mamlaka yake ya uteuzi atengue hilo. Kwani linahitaji jamani tukabadilishe sheria? Si sheria mama ipo tayari. Kulifanyika makosa. Mbona makosa mengi tulishafanya nchi hii tukarekebisha? Katiba iliwahi kuvunjwa hapa kuhusu jambo ambalo daktari alikuwa analielezea hapa. Mheshimiwa Rais aliwahi kushauriwa vibaya tu na washauri wake, akateua wabunge wake katika wale 10, akateua 6 wanaume. Katiba imekataza. Rais katika kuteua atatakiwa ateue mwisho ni 5, kwa sababu imesema minimum katika kuteua angalau 5 watakuwa wanawake. Nchi hii rais aliteua na akatangaza, na tunawajua majina. Ilifanyika utaratibu na busara. Ikafanya nini? Busara ilikuwa kali hiyo, sitawaeleza kwa sababu hiyo sio kazi yangu hapa. Ilikuwa kali, ilibidi mtu apate ubalozi. Ili nini? Kupisha ule upepo mbaya. Kwa namna hiyo hiyo napendekeza mjumbe yule ambaye mnamjua, ambaye ana shati la kijani lipo amevaa muda wote, aweze kutenguliwa ili kuondoa hisia kwamba isije ikawa yeye yumo mle na chama chake kwenye tume. Nje ya hapo, tume zingine nilizoziangalia duniani ni za uwakilishi wa vyama. Vyama vinakuwa basi kama yumo mmoja wa chama, vyama viwe na wawakilishi kama Zanzibar tulivyowahi kuwa nayo. Vyama viwemo tume. Mozambiki tume yake vyama vimo ndani. Zambia tume yake vyama viko ndani. Of course kuna wajumbe wengine. Kwa hiyo hilo nadhani tuamue kuchukua hatua haraka. Hoja ndogo ya 3, na naelekea kumalizia hivyo. Sheria ya INEC, sheria ile ya INEC imekopi cut paste ilivyokuwa inarekebishwa, pamoja na ile sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kuhusu tume, muundo wa tume, imekopi kama ndugu yangu alivyosema kutoka kwenye katiba inayopendekezwa. Katiba inayopendekezwa iko hapa, pamoja na nini? Pamoja imekopi pia kutoka kwenye rasimu ya Warioba. Rasimu ya Warioba. Sasa walivyokopi, nashangazwa sana. Wamekopi kidogo, wameacha kidogo. Kwa mfano, napendekeza kule sasa wakakopi chote kuhusu tume inavyoundwa. Kwa mfano wanasema hivi kwamba kitu ambacho wamekiacha kule,
mtu hataruhusiwa kuteuliwa kuwa kamishna wa tume kama mtu huyo ni diwani, mbunge, waziri. Hiyo ni kwenye katiba inayopendekezwa 217(7) B. A na B. B yake ndo wameiacha. Kama ni mtumishi wa umma. Someni katiba inayopendekezwa, someni rasimu ya Warioba. Katika maeneo ambayo katiba inayopendekezwa haikupishana ni uundaji wa tume. Hazikupishana. Mtumishi wa umma amekatazwa asihusike na uchaguzi. Sasa mbona sisi tumeiacha hiyo? Wamekati kila kitu ile, wameipesti ile, wameondoa mtumishi wa umma kwa sababu wanataka mtumishi wa umma aendelee kuwa msimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo mimi napendekeza lile katazo, kwa sababu kama spirit wamesema katiba inayopendekezwa haijaanza kutumika, lakini ina jambo zuri, tuikate kule, bunge liliona busara, tuilete. Sasa mbona mimi naamini kompyuta ile kasa ilidondosha tu. Sasa naomba turudishe. Unajua kompyuta huwezi kuilaumu kwa makosa yoyote, ni binadamu, nataka ukague sasa. Kwa hiyo nilikuwa napendekeza kwamba watumishi wa umma waondoke kwenye context ya kusimamia uchaguzi. Na hili huhitaji mabadiliko yote ya sheria, mheshimiwa mbunge. Mnajua kwa nini? Kwa sababu tayari sheria mlioitunga imefungua, imesema tume inapoteua maarufu haitateua wakurugenzi, kwa sababu mliongea sana, mliwalaumu sana wakurugenzi wa halmashauri. Imesema itapoteua itateua watumishi wa umma na mtu mwingine yeyote mwenye utaalamu, mwenye sifa za kuweza kusimamia. Sasa ndugu Mwabukusi, hapo tunahitaji tume ichukue mtu mwingine yeyote mwenye sifa za kusimamia uchaguzi. Haihitaji mabadiliko ya sheria. Mimi nashangaa, yani nchi hii mapolisi kwa idadi ambayo tume inahitaji, idedicate, iwa appoint, wakabidhiwe kwa tume. Sasa ndugu zangu, tunazunguka huko kuangalia uchaguzi. Tusipoleta uzoefu hapa, tunazunguka kufanya nini sasa? Sasa wale mapolisi, ile orodha ikishakabidhiwa kwa muda wote wa uchaguzi wa mwaka mmoja, hawatatii maelekezo yoyote kutoka polisi. Sijui naeleweka? IGP kwa mwaka mzima hatahusika na mapolisi hao. Mamlaka yao kwa mwaka mzima itakuwa ni nani? Tume ya uchaguzi. Kwa hivyo unakuta ile elements za kupokea maelekezo kwamba hao wasing'ae hapo, huo mkutano usambaratishwe. Hao mbona wamejaa sana hapa? Maana wakati mwingine mapolisi wanasambaratisha watu kwa sababu mkutano umejaa sana. Ndugu Lipumba, ukiwa umeandaa mkutano Kidongo Chekundu, nakumbuka kafu mlikuwa mnapenda sana Kidongo Chekundu na mlikuwa mnajaza nyomi pale. Ikijaa nyomi, kuna maelekezo yanatolewa, hebu sambaratisheni hiyo, wengi mno hao watu. Sasa wale polisi wawe wanapokea maelekezo, kinaitwa kikosi maalum cha polisi wa uchaguzi. Hiyo tunahitaji kutunga sheria. Hiyo tume inaweza kabisa ikafanya nini? Ikaandaa utaratibu. Siku hizi inachukua polisi, kesho inachukua Wakirwa, kesho kuta inachukua Wambagala, siku nyingine anatumwa mwanamume, siku nyingine polisi wa kike. Kuna wakati wanatumiwa mpaka trafiki. Kuna wakati tume inafanya mafunzo kwa ajili ya polisi watakaoshughulikia uchaguzi. Alafu wale polisi wanatumwa kwenda kukamata vibaka Tunduma. Kwa hiyo tume inawatafuta wale ilio wa train, haiwaoni. Inachukua yeyote tu trafiki wa barabarani, anasimamia uchaguzi. Haya ninayoongea nataka tume ikanushe. Kwa sababu mimi ni mzoefu, nilikuwa mtumishi wa tume. Nilisimamia uchaguzi mimi Temeke 95. Sasa napendekeza kuwe na kikosi maalum, kwa sababu kile kikosi sasa kikifanya makosa itakuwa imefanya tume. Mapolisi wanao misbehave wakati wa uchaguzi, wakati wamekuwa trained vizuri, watakuwa hawa wanakuwa tume ndio imefanya hayo makosa na itawajibika kwayo. Najua uwajibikaji wa tume kwenye katiba, tume haupo. Katiba imeilinda sana tume, ibara ya 74. Yani imeilinda, haishitakiwi, haifanyi nini. Lakini angalau tujue tume
ndiyo iliyowasambaratisha mkutano wa CUF au mkutano wa ACT au wa CCM. Naona nihitimishe kwa kusema hivi, mambo mengi katika haya tunayohangaika nayo yanahitaji mazungumzo. Yanahitaji mazungumzo. Sasa kutoka Jaji Warioba mpaka mzungumzaji wa mwisho kabla yangu wamesema haja ya mazungumzo. Lakini je, katika hali ambayo wale ambao wameshika mpini hawataki mazungumzo, mazungumzo yatawezekana? Maana sasa hivi mazungumzo yenyewe yamekuwa yana matatizo mawili. Kuna watu hawataki mazungumzo, halafu yakifanyika wanafanya ili waonekane tu mnazungumza. Mnajua kuna kufanya ili muonekane kwamba mnazungumza, halafu unaambiwa njoo basi tuzungumze. Mnaingia, milango inafungwa, wengine wana speculate tu uko nje. Ni kosa kukubali mazungumzo ya kufungiana ndani. Mazungumzo ili yawe na maana, lazima milango iwe wazi, kwa maana ya kwamba kuwe na uwakilishi. Wewe ACT, kama ukitokea ukaitwa njoo tuzungumze, waambie tunazungumzia si yale mambo ya uchaguzi, ndio basi tuwahusishe na wenzetu wa Chadema, wa CUF, wa nani. Wewe ndio wewe wa kwanza inayochagiza upande wa 3 na wa 4 na wa 5. Msisahau viongozi wa dini, msisahau asasi za kiraia, msisahau wataalamu wa sheria, msisahau wataalamu wa uchaguzi. Kila ninakokwenda huko kwenye hizo nchi 40 nakutana na tume ya uchaguzi ya Tanzania imetuma watu. Sasa wao wanajifunza nini huko? Wapo wanaangalia chaguzi. Hata wao ubize, mzee Warioba na wazee akina mzee Butiko wanawaomba wakutane, wanasema wako bize. Unaweza kushangaa hawako tu Magu na Iringa. Unaweza kushangaa wako wanaangalia uchaguzi huko, ambao wakirudi hawajafaidika na somo lolote. Nilitaka kuwa mkali kidogo, lakini naomba mniwe radhi. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri kwamba mazungumzo kamwe yanayohusu uchaguzi yasihusishe pande mbili. Sijui Chadema CCM, ACT CCM. Maana hiyo ndio inatokea kosa sana. Zanzibar kwa mfano, niwape mfano. Mazungumzo ya muafaka yaliwabagua wengine. Yalipowabagua wengine ikatengenezwa katiba. Katiba ya Zanzibar imeshindwa kutekelezeka. Uchaguzi ulipita, katiba hii ya Zanzibar ilisema hivi kwamba kuanzia sasa chama kimoja kisiwe peke yake kwenye madaraka. Kwa hiyo kutakuwa na serikali ya mseto. Lakini Profesa Lipumba mkaweka threshold humu kwamba hicho chama kingine kinachoingia kwenye mseto kiwe kimefikisha angalau asilimia. Hiyo haikufikia uchaguzi, baada ya uchaguzi fulani haikufikia. Kwa hiyo mseto ukawa kikatiba umeshindikana. Haya wengine wangeyaona hizi issues hizi, the more experienced people wangekuwa walisema je, isipofikia hiyo threshold. Lakini mkijifungia wawili hamuyaoni hayo. Ilibidi rais atumie sijui kinachoitwa busara, nadhani busara, akapiki tu different people, akapiki, basi ikawa ndo inaitwa mbadala wa mseto. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunikaribisha. Asante sana. Ya, nimesikia kidongo chekundu. Wewe unasema kidongo chekundu, kuna nini sasa hivi kidongo chekundu? Kidongo chekundu. Ndio unapokaa kiti hapa. Usikae kwenye. Kidongo chekundu kuna uwanja wa JK Park. Jangwani kuna nini? Mafuriko pamoja na BRT. Biafra wameweka fence. Wanauza magari pale, wameweka na fence. Kawe wamejenga nyumba Mama Samia zile pamoja na Mwamposa. Alafu mtu akifanya mkutano Kariakoo unamfukuza. Mkutano unafanya wapi sasa hivi Profesa? Kwa Dar es Salaam mkutano unafanya wapi? Manzese kuna biashara za watu mtawavuruga na wana imani tofauti na vyama tofauti. Dar es Salaam, it has no open ground anymore. Si mchaiwaza hiyo changamoto? Mtaalamu wa mazingira mnasema sijui unatakiwa upumue. Baruani naomba tusaidie.